Ajali mbaya ya baharini imesababisha vifo vya watu 11 baada ya boti iliyokuwa imebeba wanajamii kutoka Myanmar kuzama karibu na mpaka wa bahari ya Thailand na Malaysia. Tukio hilo lilithibitishwa na mamlaka za pande zote mbili leo Jumatatu, Novemba 10 mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la usalama wa baharini la Malaysia, boti hiyo iliondoka kutoka pwani ya Myanmar siku chache kabla ya ajali na ilikadiriwa kubeba takribani watu 70 waliokuwa wakielekea Malaysia kupitia bahari ya Andaman. Mamlaka zinasema kwa boti hiyo ilipata dhoruba kali na mawimbi makubwa yaliyopelekea kupinduka na kusababisha abiria wengi kutoweka baharini. Hadi sasa jumla ya watu 11 wamethibitishwa kufariki dunia, wakiwemo watoto wawili. Miili 4 ilipatikana katika upande wa Thailand, huku mingine ikipatikana katika maji ya Malaysia. Aidha, watu 13 waliokolewa wakiwa hai, miongoni mwao wakiwa 11 ni jamii kutoka Malaysia na 2 ni raia wa Bangladesh. Wote wamepelekwa kwenye vituo vya afya na wanapatiwa matibabu na uchunguzi wa uhamiaji. Operesheni kubwa ya uokoaji inaendelea kuongozwa na majeshi ya baharini ya Thailand na Malaysia yakishirikiana na vikosi vya anga. Eneo la uokoaji linakadiriwa kufikia zaidi ya kilomita za mraba 400, huku mamlaka zikiahidi kuendelea na juhudi hizo kwa angalau siku 7. Mamlaka za Thailand zimeripoti pia uwepo boti nyingine iliyokuwa na zaidi ya watu 200 ambayo haijulikani ilipo hadi sasa, na hofu imeongezeka kuwa inaweza kuwa imezama. Mashirika ya haki za binadamu yameeleza masikitiko yao na kutaka hatua za haraka kuchukuliwa ili kuzuia vifo zaidi ya aina hii. Tukio hili linaangazia tena mateso na hatari kubwa zinazowakabili watu kutoka Myanmar ambao wamekuwa wakikimbia mateso na hali mbaya katika jimbo la Rakhine katika nchi ya Myanmar na kwenye kambi za wakimbizi nchini Bangladesh. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 5,000 kutoka Myanmar wamejaribu kusafiri baharini kuelekea Asia ya Kusini Mashariki, huku takribani watu 600 wakihofiwa kufariki dunia na kupotea baharini. Mashirika ya kimataifa na Umoja wa Mataifa yamezitaka nchi jirani, hasa Malaysia, Thailand na Indonesia, kushirikiana kuhakikisha wakimbizi hawa wanapata hifadhi salama, msaada wa kibinadamu na ulinzi dhidi ya mitandao ya biashara haramu ya binadamu yanayotumia njia hizi hatarishi za baharini.